All right. Okay. That's fine. No. In the official countdown ya Amplifier, mabibi na mabwana wavulana kwa wasichana, wadai kwa wadaiwa, wale wa Kwaresma na Ramadhan, matajiri kwa mafogo, wadai kwa wadaiwa, tunakaa watu jioni kama hizi. Page number 1 inaendelea ilipoishia. Millard Ayo pembeni yake Frida Amani, wanae Vito Vidox. Kujidonga. Kwenye page 1 leo tuko na Wozu. Na Wozu amefunguka. Kwanza leo ni siku yake ya kusherehekea kumbukumbu ya kuzaliwa. Na katika furaha hiyo, jambo kubwa ambalo likasababisha nimtafute stories za yeye na Wema. Nimemtafuta sana kuhusu issue ya yeye na Wema. Ilikuwa ikiendelea sana kwenye mitandao, amepigana chini na nini. Kuna muda kila mtu anaposti kivyake kama anaugulia hivi. Anaugulia maumivu ya mapenzi. Kwa hiyo yeye akaana share vya kwake hivyo, na baadaye akaja kutoa wimbo wa moyo ule. Aliniahidi ya kwamba atazungumza siku. Imani siku itakuwa leo na baadaye. Ila kwa muda huu pia nikatamani sana kufahamu kuhusiana na hata hii siku yake, namna ambavyo anaisherehekea. Ikiwemo Wema Sepetu ameingia mtandaoni na kumposti tena kwa mahaba kabisa. Yale maneno kaandika vizuri kabisa Wema. Na baadaye wakaonekana kwenye video za pamoja, yeye na Wema wakiandaa eneo ambalo baadaye litakuwa na iftari. Kwanza kabisa nimshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kuongeza mwaka mwingine. Leo ni siku yangu special sana kwenye maisha yangu. Ni birthday yangu. Nilizaliwa tarehe kama ya leo. Kwa hiyo nimeongeza mwaka mwingine. Ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini kwa mwaka huu birthday yangu nitaifanya kwa utofauti kidogo. Ni roho yangu mimi na mawazo yangu, moyo wangu umenisukuma kufanya hivyo. Nitajumuika pamoja na watoto wenye mahitaji muhimu. Tutakuwa pamoja kuanzia saa 10 jioni Bahari Beach, Bella Vista Garden. Kutakuwa kuna dua, tutaomba, tutasali, tutaombea marehemu, then baadaye tutapata futari pamoja na ndugu jamaa na marafiki, watu wangu pia wa karibu. Ni namna yangu nimechagua kufanya hivi birthday yangu kwa mwaka huu, kujumuika pamoja na kuwapa faraja watoto wenye mahitaji muhimu, na then baadaye tawarudisha kwenye vituo vyao. Kwa hiyo sioni kama kuna haja ya kufanya vitu vingine tofauti, kwa sababu mwezi huu ni mwezi kuna Kwaresma na kuna pamoja pia na kuna mwezi wa Ramadhani. Na watu wasishtuke kuona picha za nimevaa kanzu, nimependeza. No, dini yangu ni ya Kikristo, lakini Mungu wetu ni mmoja. Maombi yanafika kwa namna yoyote ile, sadaka zinafika kwa namna yoyote ile. Kwa hiyo Mungu anapokea chochote kile unachomuomba na kuamini. Namshukuru pia kila mmoja aliyenipost, anayeniwish. Namshukuru pia Chimama kwa kunipost. Mungu azidi kumbariki na namuombea mema na mafanikio zaidi. Ni mtu muhimu sana pia kwenye maisha yangu. Nampenda sana. Mungu amzidishie. Mashabiki zangu nawapenda sana. Kwa hiyo ni siku ya furaha kwangu leo. Kwa hiyo nimefurahi. Nimeona watu wananiposti, wananiwish, wananipa zawadi. Kwa hiyo I'm so blessed. So baadaye tutafutu pamoja ndo birthday party ya mwaka huu nimeamua kufanya hivi. Ameamua kuidedicate hivyo birthday party yake. Umemsikia amesema Wema ni mtu wake muhimu na anampenda sana, si ndio Hapa katikati kwa namna mambo yalivyokuwa yameenda, walipunguzana kabisa. Waliachana? Kwa story ambazo nilikuwa nazo mimi, ni kwamba waliachana kabisa. Kwa it seems they're back together. Yani kama hii birthday mwarudisha hivi. Hatari. Mashallah. Hatuwaingili kabisa. Ni jambo zuri. Tunasubiri mpaka waoane. Ama? Sawa. Kama they're back together, it's a good thing. Sasa Wozu anaingiza miaka mingapi sasa hivi? Wozu sio 26. 6 I think 6. Naweza kana ingiza 28. Au 29. Watoto 95 96 ndo wanaingiza 28. Kama izalea 95 na miaka 29.
naye kama amezaliwa 95 lakini msifanye mahesabu jamani. Wewe jua tu kuna umri anaingiza 30 hapo akae kama mtu sio nzito. No, na hisi amezaliwa 96. Wozo still young. Anaweza kuwa anaingiza 30. Wozo si mdogo kabisa jamani. Wozo najua ni kwenye 95 huko 96 lakini 95 sio mdogo. Nitafuta kile jingine. Sasa mtu mzima tayari. So maisha yanaenda sana. Mimi sikubali hata siamini. Tena kazi. Sasa unajua hii story ya Wozu na Wema, ukisoma comment karibu zote ambazo zinakomentiwa kwenye page ya Wema, zinamsema kwamba huyu mwingine alimwambia hebu jifunze ku move on. Sio kwa ubaya. Mwingine yani wengine wakawa wanadili ya kwamba msiingilie mambo ya watu, usiana watu waingiliwi. Lakini watu wameshtuka sana kuona Wozu kapostiwa. Tena Wozu kumbe alicomment hapa ameandika love you Shun wa baba. Mchezo ni jamani, mapenzi yasiingiliwe. Waacheni watu wapendane. Sio unaona? Shuka chini utaona ni wachache sana ambao wameonyesha afadhali hivi. Mtu ameandika tu ungekuwa unaweza kumwacha mtoto 2000. Nani sana mtoto 2000? Itakuwa Wozu kama Sasa Wozu pia aliniambia anachojivunia kwenye siku yake ya leo. Mimi najivunia sana kwamba tarehe yangu ya kuzaliwa ni mwezi ambao hauna makashikashi. Mwezi wa toba, mwezi wa kuomba, kusali, kufunga. Iwe kwa Muislamu, iwe kwa Mkristo. Wakristo tuna Kwaresma, tunafunga, tunasali. Na ndugu zangu Waislamu pia ni hivyo hivyo. Tunafunga kwa ajili ya kuomba na kuomba toba. Kwa hiyo ni mwezi fulani mtukufu. Umetulia, una mambo mengi. Kwa hiyo nimechagua kukaa pamoja na watoto wenye mahitaji muhimu. Tutakuwa nao, tutafurahi nao, tutakula nao pamoja, tutasherehekea futari mimi na wao na ndugu zangu wa karibu, ndugu jamaa na marafiki na wageni waalikwa. Hii style yake uvaji na hii anavyoamua kucelebrate ina namna yote ya kwamba siku moja atabadili dini, kwa sababu Wema ni Muislamu. Ama tayari kabadili dini? Hapana, wala sijabadili dini. Naheshimu dini zote, naheshimu dini ya Kikristo, naheshimu dini ya Kiislamu. Na napenda kuvaa mavazi ya hivyo ya Kiislamu. Na kwa leo nimeamua kufuturisha na lazima nivae hivyo bana. Lazima nivae. Mimi mwenyewe napenda kuvaa hivyo, napenda. Lakini dini yangu mimi ni ya Kikristo. Mimi ni Mkristo. Kwa watu wasishtuke sana. Umemsikia anaheshimu dini yake. Bwana Wozu Katolika kwa iftari, mimi nitaenda pale. Nitaenda afu nitakuja na majibu mengine mazuri kuhusu kuachana mavipi. Mpaka hapa hawajaachana, mtarosha warudiana. Natamani nikachimbe zaidi waliachana. Kwa nini waliachana? Nani ilimtesa zaidi? Nani ameshindwa ku move on? Maana kuna mmoja hapo. Yaani lazima kwenye kuachana uwaga kuna mmoja ndo anangania kurudi. Yaani hiyo ni obvious. Sio wote wanataka wanamisiana. Wewe. Mmoja tu. Mmoja ndo anaforce mpaka mwingine anaona au niendelee naye tu. Nasikia tu hapa anaomba DJ piga wimbo DJ Melody. Wewe Melody. Show kali. Yaani usitegemee hicho kitu. Ukiona watu wamerudiana na mmoja ndo kangangania. Alafu mwingine anaanza kufikiria lakini unajua nimemzoea. Ukiangalia sasa hata nikimwacha nitakuwa na nani? Maisha yenyewe ndo haya. Anaanza kutengeneza theory. Mapenzi bana ndivyo yalivyo, watu wanaachana na kurudiana. Mimi acha let me just go back. That's how it is. Kabisa. Wengine wanasogea sasa, yani kwa umri nilioko nao nitakuwa na nani mwingine? Yani niendelee kupoteza muda na mtu mwingine. Anatulia. Afu raya vile ni lazima mmoja amzidi mwenzio upendo, unajua Kiwa hapa mbote mko hapa. Avita dumu. Na mimi kwa ushauri wangu always nasemaga kwa mwanamke na mwanaume akupende zaidi. Wewe usimpende zaidi. Hata mimi naona. Tunaona na support kwamba mwanamke asikupende. Yaani sio asikupende. Sisi tunapenda lakini mwanaume ampende mwanamke zaidi. Kwa sababu gani? Kwa sababu nyinyi cha kwanza mnaweza mkampenda mtu zaidi lakini bado mkafanya matukio mabovu. Na bado mkasema mnampenda zaidi. Lakini mimi siwezi nikakupenda wewe zaidi alafu nikakufanyia vitu vibaya.
Umeelewa hiyo theory? Okay. Yani a man anaweza akawa na mwanamke akacheat lakini anampenda mwanamke wake 100%. A girl hawezi kufanya hivyo. Okay. Umeipata hapo? Yeah. Najaribu. Yani mwanamke hato kuchiti wewe. Alafu bado tena mchiti lakini mimi nampenda sana Lido. We don't do that. Na uzuri mmoja pia tunafahamu mwanamke anakaa si mwenye upendo. Wakiona upendo anatulia na relax yani hivyo. Na ili uhusiano likae lidumu vizuri, mwanaume inabidi umpende mwanamke ili mwanamke aone hapa unajua anapendeka. Hakuna haja ya kutoka. Lakini mimi nisipokupenda wewe ni rahisi sana hata sikufikirie. Hata ulie mpaka upasuke na moyo. Nasepa tu. Sema tu wanaume wajitahidi na wao wanasema tu I love you too. Ile mambo ya kumpenda mtu kila saa I love you. Zinaumiza. Ndio wewe anaitikia tu I love you too. Pasito. Mimi kiukweli napenda kukaa sana kwenye I love you too. Kweli? Ili chochote kitokea na kimbia. No, kuna namna ukitendewa vitu wewe ndio kwa kwanza kusema I love you. Mimi hata iwe. Au thank you. Anake unaongoza kusema thank you. Alafu sio thank you kavu hiyo. I'm not thank you baby. Unajua kuna maneno fulani waga yanaachwa. Kuna vimajina fulani vinaweza vikawa vinaachwa sehemu. Lakini huwa vina impact kubwa sana. Siku hizi hata thank you hatusemi. We are like oh. Imeisha hiyo. Wewe utajieka vizuri mwenyewe. So we are au ndo kabisa. Umependeza. Oh my god, wow. Sio poa. Bana mimi nikiwa naondoka miaka 8 nyuma trending ya habari kwa msanii Mabeste kuachwa na mke wake zilikuwa ni kubwa sana. Yeah. Na wengi wakaamini ya kwamba ameachwa kwa sababu ya fedha mpaka pale ambapo aliyekuwa mke wake kujitokeza na kusema sio fedha tu, kuna vitu vingine vilikuwa vikiendelea. Yeah. Sio kwa sababu mchizi alikuwa ameyumba kiuchumi ndio kamwachela. Easter na dunia ilisimama na Mabeste na kuamini ya kwamba iko siku moja atapata mtu na atapendana naye. Yeah. Tuliona mtu alimpata akapendana naye na watu wakashangilia, ila Mabeste sasa hivi ameshare na sisi ya kwamba amefunga ndoa na yule mwanamke na ndoa anaishi huko nje ya nchi. Congratulations. Sana. Kwa ufupi tu kwa sababu alikuwa yuko na watoto na nini hakuongea sana. Yeah. Ila alituthibitishia kwamba kwenye Amplify amefunga ndoa na atazungumza na sisi vizuri. Hongera sana bana, nimeona picha hapa. Ni ndoa ama ni picha za nini? No, ni ndoa but I don't see kuna vitu nafanya hapa. Ndio. Baadaye labda naweza kwa baadaye akizungumza vizuri tutaileta vizuri kwa urefu na kusikia kuhusiana na hii hatua nyingine ambayo yuko nayo. Sawa. Noma. Kesho naomba tuizungumze. Sijui kama mmeona hiyo video ina trend. Ipi hiyo? Ya bibi harusi yuko na mume wake pale kwenye kupewa zawadi, akaja mtu anayetoa zawadi akawa anatoa zawadi za nguo za ndani. Nimeiona kwa very weird, lakini tutaizungumza kesho. Nimekukosea nini? Yaani unataka kuambia kuhabarisha umma kwamba nini? Yaani sifahaji au message. Hello. Kuna mtu mmoja aliniambia nimwambie Frida kitu hapa kabla sijaondoka. Anaitwa Bando. Amesema mwambie Frida Amani kwamba huyo mtoto anatakiwa akae kimya tu. Aendelee kuenjoy hiyo series maana anaweza akasema akapata na matatizo ya kufukuzwa nyumbani. Kuna hizo pia. Au nakutana yani baba au mama. Baadaye muondoka. Hatari. Sio poa. No man. Bana page 1. Page 1. Oh yeah. Yeah, special thanks kwa Video Vidox kwa kutuletea page number 1. Page number 2 coming up next.